Na kukumbusha tu kwamba dirisha dogo la usajili kwa ajili ya maboresho ya vikosi ya timu mbalimbali ligi kuu soka Tanzania bara litafunguliwa tarehe 15. Zimesalia siku 7 tu dirisha hilo liweze kufunguliwa kwa ajili ya kufanyika kwa usajili wa maboresho ya vikosi. Tarehe 15 Disemba ndio dirisha litafunguliwa rasmi, lakini kuna tetesi ambazo tumezipata ikiwemo ile tetesi ya klabu ya polisi ya pale nchini Kenya ikiwa inamtaka mchezaji wake Duke Abuya. Inaeleza klabu ya polisi nchini Kenya imetuma barua rasmi kwa klabu ya Yanga kumtaka mchezaji wao aliyewatumikia kwa mkopo. Duke Abuya alicheza kwa mkopo Singida Big Stars, sasa Singida Black Stars kwa mkopo, na baadaye akatua Yanga kwa mkopo vile vile. Baada ya polisi kuona kiwango cha mchezaji wao kimeimarika, wameamua kumrejesha dirisha hili dogo la usajili, na kama Yanga watamhitaji basi inabidi waingie mkataba wa kumnunua mazima. Duke Abuya ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia katika kikosi cha Yanga, na hata usiku wa jana amecheza dakika zote 90, japo tu mashabiki bado wamekuwa hawana imani naye sana, kulingana na namna ambavyo wamekuwa na imani na Khalid Aucho, na hii ni kutokana na makosa hapa na pale, lakini inaelezwa tu kwamba yeye anitumikia klabu ya Yanga kwa mkopo akitokea katika klabu ya polisi ya pale nchini Kenya, na polisi ya pale nchini Kenya imeona kwamba ni wakati wake sasa sahihi kuvunja mkataba wa mkopo waliowekeana baina ya polisi ya Kenya na Yanga kwa ajili ya kumtumia nyota huyo raia wa Kenya, na sasa wanamtaka mchezaji wao, na kama Yanga watakuwa na uhitaji wa kumtaka Duke Abuya inawapasa kufanya usajili moja kwa moja, msajili mazima, ili aweze kuwa mchezaji wao rasmi wa kudumu katika klabu hiyo ya Yanga. Lakini tukiondoka eneo hilo, hapo Jangwani, inaelezwa kwamba klabu ya Yanga inahusishwa na winga wa AC Vita ya pale nchini Kongo DR. Huyu si mwingine bali anaitwa Jonathan Ikangalombo, anaitumikia klabu hiyo ya AC Vita, klabu ya pale nchini Kongo DR. Sema Yanga inahusishwa kumwania winga wa mataifa DR Kongo. Jonathan Ikangalombo anaitumikia klabu ya AC Vita Club. Ikangalombo sasa yuko Tanzania kwa ajili ya mapumziko akiwa na familia yake. Chanzo cha ndani cha Yanga kimethibitisha kuwepo kwa mazungumzo yanayosimamiwa na wakala mchezaji huyo ambaye alitoa nchini karibuni. Mkataba wa Ikangalombo na AC Vita Club unafikia tamati Januari 1, 2025. Hivyo ni wazi kama kila kitu kitakwenda sawa, nyota huyo anaweza kujiunga na Yanga pale dirisha dogo la usajili litakapofunguliwa Disemba 15. Licha ya kumudu kucheza nafasi zote za winga, Ikangalombo anaweza kutumika kama mshambuliaji wa kati pia. Hizo ni taarifa tu za tetesi za usajili, na Yanga wameelekeza nguvu zao pia kwa nyota mwingine huyu raia wa Kongo Ikangalombo Jonathan, ambaye yeye ana uwezo wa kutumika kama winga, ikiwa ni winga kulia, winga kushoto, lakini pia ana uwezo wa kusimama kama mshambuliaji wa mwisho. Tukumbuke Yanga imekuwa na changamoto kwa siku za hivi karibuni, hasa katika eneo la striking ambalo limekuwa na nyota wakubwa kwelikweli, Prince Mpumalele Dube, Kennedy Musonda, Clement Mzize, lakini sambamba na Jan Otos Baleke, lakini kumekuwa na uhaba mkubwa wa magoli kwa washambuliaji hao, na hivyo sasa hivi wanaangalia options za kusajili nyota kadha wa kadha. Tunajua tayari kuna tetesi za usajili wa nyota kutoka Uganda, Fahad Bayo ambaye yeye alikuwa anatumika kule nchini Israeli, lakini kwa sasa inaelezwa kwamba anawezekana kutua Jangwani na kuiwakilisha timu ya Young Africa, na inasemekana aliyepigia chapo usajili wa nyota huyo ni nahodha wake wa timu ya taifa ya Uganda The Cranes, Khalid Aucho Daktari. Inaelezwa kwamba yeye ndo ameplay party kama wakala kuhakikisha kwamba Fahad Bayo anakuja kuongeza makali katika safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga. Na wakati huo tunajua kwamba Kennedy Musonda kuna ofa kadhaa zimekuja, ikiwemo ya Al Ittihad, lakini Al Ittihad ya pale Libya, lakini pia kuna ofa nyingine imekuja kutoka Warabuni, wanakimhitaji Kennedy Musonda. Kwa hiyo pengine Kennedy Musonda akapisha Fahad Bayo kuweza kuingia katika klabu hiyo, lakini wakati huo pia wanahusishwa na nyota huyu kutoka AC Vita Club ya pale nchini Kongo DR, Jonathan Ikangalombo.
Hizo ni tetesi za usajili kuelekea dirisha dogo la usajili hapo Desemba 15. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update kwa ajili ya kupata taarifa nyinginezo za kimichezo. Rinyo ya RINYO Update TV kwa ajili ya kupata taarifa nyinginezo nyingi za kimichezo. Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapa utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa taarifa hizi kem. Hapa ndo kwake.